Karibu kwenye taarifa kamili za KTN leo jioni hii. Mimi naitwa Alimanzu, mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Meresha Oiti. Mvulana wa miaka 12 na mwenzake wa miaka 9 wamekamatwa na polisi baada ya kudaiwa kumuua mvulana wa miaka 4 katika mtaa wa Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado. Inarifiwa kuwa wawili hao walimvua nguo Rachville Anyika kisha wakamfunga mikono na miguu kabla ya kumtupa kwenye mto Ole Kasasi ulioko katika maeneo ya Rongai, kaunti ya Kajiado. Mwanahabari Lennox Sengre anatuarifu zaidi. Ndivyo taswira ilivyo nyumbani kwake Cosmas Muhasia. Hapa ni uchungu wa kupoteza mtoto kwa njia tatanishi. Ni mauaji ya kikatili mno, ambapo mvulana wa miaka 12 akishirikiana na rafiki yake wa miaka 9 wanadaiwa kumdanganya mtoto wa miaka 4 Rachville Anyika kutoka nyumbani kwao na kumpeleka karibu na kilomita 1 kutoka nyumbani kwao Ongata Rongai. Yangu naye akakuwa kwanza kwenda nasikia akisema huyu ni Raj. Nikamuuliza Raj amekuja aje mto na aje haijua mto yuko wapi. Kufanya hivyo Raj kwenda kuconfirm nikapata nyoni Raj amelala ashapoteza maisha yake. Ni maji tu pekee inatoka kwa mdomo na mapua. Sikuwa na cha kusema juu already Inadaiwa kuwa wavulana hao wadogo walimvua nguo mtoto Rachville, wakamfunga mikono na miguu, kisha wakamuingiza ndani ya begi kabla ya kutupa mwili wake katika mto wa Ole Kasasi. Akamkomanda mfunge mikono, alafu huyu mkubwa atamfunga miguu. After wamemfunga mikono na miguu walimtoa nguo. After kumtoa nguo ndio walimsukuma akaanguka kwa maji. Kiini cha mauaji haya ya kinyama bado hakijajulikana, huku wazazi wa Rachville wakisema waliotekeleza mauaji wanadai Rachville aliwatukana. Mtoto wangu akatusi huyu mmoja, akamwambia anafanana Nugu. Sasa ndio huyu mtoto mkubwa mwenye wa 13 years alikasirika. Alikuwa na mwenzake wa 10 years. Akamkomanda mfunge mikono, alafu huyu mkubwa atamfunga miguu. Alifuata wenzake nao juu sijui aliwakosea nini, nasikia aliwatusi. Kuwatusi hivyo akamchukua akamtoa manguo zote. Kumtoa manguo zote wakamfunga miguu na mikono, wakamweka kwa suitcase ilikuwa hapo na akarushwa ndani ya maji. Ni hivyo mtoto wangu alipoteza maisha yake. Watoto hao wawili wenye umri wa miaka 12 na 9 wamekamatwa na wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Ongata Rongai, huku uchunguzi ukiendelea. Wakati huo mwili wa Rachville Anyika umehifadhiwa katika hifadhi ya Saitoti Funeral Home iliyoko Rongai ikisubiriwa kufanyiwa upasuaji. Ni katika mto huu ambapo mtoto Raj alipoteza maisha yake, huku maswali yakiibuka. Ni nini haswa kilitokea kabla ya tukio? Lennox Sengre, runinga ya KTN. Tukiachana na taarifa hizo za kusikitisha, ni afueni kwa wanafunzi wa vyuo vikuu